Sababu yake ilikuwa sahaba mmoja anaitwa Murthad ibn Abi al-Murthad alisafiri kwenda Makka. Kule Makka akakutana na mwanamke mmoja anaitwa Anaq. Mwanamke huyu anasifika kwa sifa ya uzururaji katika miji ya Makka. Alikuwa ni mwanamke, kwa lugha ya leo tunasema kahaba au malaya. Mwanamke huyu alikuwa muovu wa vitendo wakati huo. Na huyu sahaba Murthad ibn Abi Murthad alikuwa na uhusiano na mwanamke huyu kabla ya Uislamu, yani katika asri aljahiliya, katika ule ulimwengu wa kijahili ambao kabla ya mtume hajaingia akasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Katika kipindi hiki watu walikuwa wanaishi kama wanyama, bila ya hidayah, bila ya sheria, bila ya mtume. Sasa walikuwa wanajifanyia tu, pombe kwao halali, zina kwao halali, kuwazika watoto wa kike ilikuwa ni mambo ambayo yataallamu al-abdu. Mtu anayaona yanapofanywa anaona uchungu, kwa kuwa ni mambo ambayo sio ya kibinadamu kabisa, lakini yalikuwa yanatendeka kwa sababu Uislamu ilikuwa bado haujatangazwa. Sasa Inaq alikuwa mwanamke ana uhusiano na Murthad ibn Abi Murthad huko katika ujahiliya. Alipofika Makka, Murthad akaonana naye mwanamke huyu sasa baada ya Uislamu. Alipoonana naye mwanamke huyu akakumbuka zile zama walizokuwa pamoja katika ujahiliya na Murthad. Akamwambia, ala takhlubi, ewe Murthad, njoo tuonane sehemu faragha tuzungumze. Akimtaka kimapenzi. Murthad akamwambia, la, inna al-islam hala baini wa bainaki. Angalia jawabu ya sahaba alipokuwa sasa kishapata iman, kishapata njia iliyokuwa sawa, kishaoneshwa maisha ya mwanadamu yawe vipi. Mwanamke anamwambia, ala takhlu baini wa bainaki, hatupati faragha tukazungumza mimi na wewe. Murthad anamwambia, la, inna al-islam hala baini wa bainaki. Sasa hivi Uislamu umeshaeka pazia kati yangu mimi na wewe. Hatuwezi tena kuonana kama tulivyokuwa tukifanya katika ujahiliya. Hayo mambo yameshapita. Na masahaba walikuwa hawarudi nyuma. Ikishuka aya inakataza jambo fulani, walikuwa wanaacha barabara. Wanasema al-islamu jaa wa hala baini wa baina ma tashtahina. Uislamu umeshayaondoa kati yangu mimi na wewe yale unayoyataka. Kuna kizingiti kikubwa siwezi kukiepuka. Mwanamke huyu akamwambia, sasa unataka mimi nifanye nini? Akamwambia, kama bado unanihitajia, kuna objective moja tu, alternative moja tu ilobakia. Enshiti zawajtuki, ukitaka ni kuowe uwe mke wangu. Hili ndo jambo ambalo Uislamu umeturuhusu, tukitaka wanawake tuwaowe na wanawake kitaka waume waowe. Kwa hiyo usiniite katika kufanya machafu. Iwapo unataka enshiti zawajtuki, ni kuowe tukae kama mke na mume. Lakini kumbuka kwamba huyu ni sahaba Muislamu na yule mwanamke ni mushrika, mshirikina, hajawahi kuslimu, hayu Uislamu nini. Akamwambia, unaweza kunioa? Akamwambia, ndio, nitakwenda kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ataniambia naweza kukuoa, nitakuoa. Pamoja na ushirikina wako na ukafiri wako na kila kitu chako, nikipata idhni kutoka kwa president wa Uislamu bwana Mtume, nitakuoa. Akamwambia, basi mimi niko tayari. Niko tayari ufanye unioe. Akamwambia, basi kama uko tayari, nisubiri nirudi zangu Madina, nikienda Madina nimuulize Mtume, hal tajidu li sabila, ya Rasulullah, kuna njia yoyote pengine utaweza kunipa ruhusa ya kwenda kumuoa Anaq?
ambaye anajulikana kwa ufuska na umalaya alikuwa akiufanya katika nchi ya Makkah, lakini tulikuwa tuna relationship kati yangu na yeye katika ujahilia. Sasa leo kanitaka, nikamwambia hakuna alternative isipokuwa ya zawaji. Sasa ya Rasulullah, je, naweza kumuoa? Mtume sallallahu akanyamaza. Aliponyamaza Mtume akashuka Jibril na aya tulizozitanguliza kuzisoma. Nini lengo letu? Ni aya gani tulizozisoma ili tupate kujua lengo letu? Wala tankihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum. Bwana Mtume anaambiwa sasa na Jibril, jawabu la alokuuliza sahaba wako Murtad, mwambie mtu akishatoka katika ushirikina kaingia katika Uislamu, kesha silimu, hafai tena kuwa wanawake wa kishirikina, hafai tena kumuoa mwanamke kafiri ambaye la tadinu bil islami dina wala ta'rifu alkitaba wala aliman. Sasa huyu anakuomba akamoe mwanamke, kwanza sifa yake moja mushrika, ni mshirikina. Sifa yake ya pili, mwanamke huyo baghia, ni hawara, ni kahaba. Sasa anataka umpe ruhusa kwenda kumoa mushrika tena kahaba. Sasa sisi tunampa maelezo katika kitabu, mwambie yeye na watakao kuja baada ya hao, kwa sababu itakapokuja Qur'ani ikizungumzia mtu mmoja huwa ni watu wote. Katika usulul fiqh, katika lugha wanasema al-ibra li'umumi al-lafzi la li khususi sabab. Ibra inakuja kwamba sio kwamba maadamu aya imeshuka kwa sababu ya huyu tu basi ndo yake tu, la, anasema li'umumi al-lafzi, kinachozingatiwa ni kile umum, kwamba la tunkihu au la tankihu, musioe nyote. Ile jama ndio inachukuliwa pale. Hii haikwenda tu kwa sahaba yule tu, bali inakwenda kwa kila mmoja katika Waislamu. Anataka kufumbua masikio hapa asikize Mungu anasema nini kuhusu habari hii. Kwa hiyo Mungu anatuambia nini? Murtad anaambia wala, sikilizeni kabisa, la tunkihul mushrikati, musiwaoe wanawake wanaomshirikisha Mwenyezi Mungu, hatta yu'min, labda wakibadilisha ushirikina wakaeka alama ya imani ya kumwamini Mola wenu. Wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin, na kijakazi mwanamke alomilikiwa, labda mtumwa alokuwa ni dhaifa kabisa, basi kama unataka kuoa huyo ni bora kwenda kumuoa huyo min mushrikatin, kuliko kwenda kumuoa muungwana alokuwa ni mzuri wa sura na ana hadhi na mali, lakini mushrikatin walau a'jabatkum, hata kama atakupendezeni kisura na kihali na kimali na kila kitu, lakini maadamu anamshirikisha Mwenyezi Mungu, Mungu kashapiga X wasiowani. Sasa angalia Waislamu, hii hatari moja ilovamia ulimwengu wetu wa Kiislamu. Hii aya kama haipo kabisa, hii aya kama haionekani kabisa, vijana wetu wa Kiislamu walikuwa wanaume walivyoshadidia kuwaoa wanawake wakimushrikina, maana mushrikati, na vile vile mushrikina wao kuwaoa wanawake zetu wa Kiislamu, kana kwamba aya hii haionekani. Au tunaweza kusema kwamba watu aya hii tarakuha waraa dhuhurihi, wameiacha nyuma ya migongo yao. Leo utakuta mtu mwanamume ambaye ni mushrik anakuja kumuoa mwanamke wa Kiislamu, eti anamchukua, na baba wa Kiislamu yuko radhi anampa yule kafiri au mushrik binti yake na mtoto wake, akiwa na moyo safi kabisa. Na vile vile zisomeni hizi aya ndugu zangu Waislamu, la tunkihu almushrikati hatta yu'min, musiwaoe wanawake wakimushrikati mpaka watakapoamini.
wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum, na mwanamke ambaye mnamuona nyinyi hafai kuwekwa katika fungu la ndoa kwa sababu ya ubaya wa sura yake, au kwa sababu ya hali duni ya maisha yake, au kwa sababu ya utumwa wake, au kwa sababu ya kumilikiwa wake, lakini kwa sababu ni Muislamu na ni muumina, Mwenyezi Mungu anasema huyo ni bora kuolewa min mushrikatin, kuliko mwanamke aliyokuwa anamshirikisha Mungu, walau a'jabatkum, hata kama atakupendezeni mushrika yule. Sasa baada ya kuzungumzia kwa wale wanawake, sasa nazungumzia wanaume. Wala tunkihul mushrikina hata yu'minu, na nyie wanaume wazee msiwaozeshe binti zenu wanaume wa mushrikina mpaka watakapoamini Mwenyezi Mungu. Wala abidun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum, na mtu aliyokuwa mtumwa lakini Muislamu mu'min ni bora huyo kuozeshwa kuliko yule mushrik ambaye ni kafiri japo atakupendezeni. Kwa nini haya yote Mwenyezi Mungu unatukataza? Anasema ulaika yad'una ila an-nar, hawa mnaowaozesha nyinyi wakati si Waislamu wanalingania watu kuwapeleka motoni. Wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhni, na Mwenyezi Mungu analingania watu kuwapeleka peponi. Sasa kuna tofauti. Wao mkiwaozesha wana malengo yao, lakini Mwenyezi Mungu ana malengo yake. Malengo yake ni kuwaingilia, ni kuwapeleka watu waifuate njia ya peponi. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idhni, na Mwenyezi Mungu anawaita watu na kuwalingania katika pepo na maghfira. Wa yubayinu ayatihi lin-nas, na Mwenyezi Mungu anazibainisha aya zake kwa watu. Hizi ni aya ziko wazi kabisa. Baba baadaye akizisoma aya hizi, akija mtu kwake, mimi namtaka binti yako, lazima muulize maswali haya: fi ayi dinin ant, wewe dini gani kwanza? Ala, mimi sina dini. Basi hata kama atakuja na nini, maadamu hana dini ni mushrik. Mwenyezi Mungu anasema msiwaozeshe. Lakini ndivyo tunavyofanya. Baba labda kakabidhiwa, kapewa kazi na bosi wake, yule bosi sio Muislamu, basi zawadi yake anampelekea mtoto wake wa kike. Hii ishawahi kutokea, sio kwamba ni propaganda. Kuna mzee mmoja kapewa kazi, alipopewa kazi akasema kanifanyia kitu muhimu sana katika maisha yangu. Akamchukua binti yake alikuwa hajafika umri wa miaka 20, akampelekea bosi yule, akasema hii zawadi yako, fanya unavyotaka. Kwa nini? Kwa sababu amenipa kazi. Hali kama hii Waislamu, aya hizi zilizokuwa ziko wazi katika kitabu cha Qur'an zinatuonesha kwamba sisi tuko mbali sana na Mwenyezi Mungu. Kama tutakuwa hatuzisomi na kuzifuata, hatuna faida yoyote ya kuwepo katika ulimwengu. Tu Waislamu wa majina tu. Baba anamtoa binti yake, anasema chukua ufanye unavyotaka. Na yule mtu, wacha kwamba angekuwa ni Muislamu, hata kama ingekuwa ni Muislamu ingekuwa haifai, pamoja na kwamba sio Muislamu yule bwana, kampa sio kwa ndoa, kampa afanye naye ufuska anavyotaka, maana yake bali maana kapindukia mipaka. Sisi tumeambiwa tusiwaozeshe, yeye kachukua kampa tu hata bila ya ndoa. Ile kuozesha pia hakutaka yeye, kampa tu, chukua huyu atakufaa. Kana kwamba alimwambia namtaka binti yako baada ya kukupa kazi, lakini kafurahi mwenyewe, akaona hili ndio jukumu ambalo akilifanya atalipa fadhila alizofanyiwa. Sa Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala tunkihu, wala msiwaozeshe nyinyi auliyaul umur, na nyie wanaume kuwaoa kuwaozesha wanawake watoto wenu wa kike wanaume mushrikina, hata yuuminu, labda wakibadili dini, wakitoka katika ushirikina au wakiacha upagan wakarudi wakawa Waislamu. Alafu hapa kuna kitu kimoja, kitu ambacho tunataka kukizungumzia hapa ni kwamba Uislamu unaruhusu Waislamu kuwaoa wanawake wanaoitwa kitabiyati. Yani
Mwenyezi Mungu hapa amekataza sisi kuoana na mushrikina. Mushrik ni mshirikina na watu wasiokuwa hawana dini. Lakini watu waliopewa kitabu wakawa wana dini, na kitabu hiki labda kikawa ni Taurat au Injil au Zabur, hawa watu Waislamu wanaruhusiwa kuwaoa, lakini wao hawaruhusiwi kuwaoa Waislamu. Hii inatakikana kuwa wazi kabisa. Na ruhusa hii imetoka wapi? Ruhusa hii imetoka katika kitabu, katika suratul Maida. Ukifungua aya ya 5 katika suratul Maida, Mwenyezi Mungu anasema wal muhsanat, na wanawake ambao kwamba wamejizuia na machafu, minal mu'minat, miongoni mwa wanawake wa Kiislamu, ni halali kwenu nyinyi Waislamu, yani mkiwaoa. Kisha anasema wal muhsanatu minal ladhina utul kitab, wal muhsanat minal ladhina utul kitab, na wanawake walijizuia na machafu miongoni mwa wale ambao wamepewa kitabu, vile vile ni halali kwenu nyinyi Waislamu. Lakini halali wakati gani? Idha ataitumuhunna ujurahun, mtakapowalipa mahari yao kisha ndoa ikasimama. Tena wawe na sifa hiyo, na sifa yenyewe ni muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan, muwe nao katika hali ya sheria na ya ndoa, sio kuwachukua mkenda mkakaa nao mkawaeka kinyumba. Sasa Waislamu wanaruhusiwa kwenda kumuoa mwanamke wa Kinasara au wa Kiyahudi kwa maana hiyo. Lakini sasa kuna ikhtilaf baina ya wanachuoni. Je, hawa wa siku hizi hawa, kasema mtu kamchukua mwanamke kamuoa kwa sababu ni ahli alkitab. Wanachuoni wanasema ahli alkitab sio wamishinari. Hawa baadhi ya watu miongoni mwao wanadai kwamba wao ni watu wa kitabu. Lakini vile vile Abdullah ibn Umar anasema mimi sijaona shirki kubwa kama kusema Yesu ni mwana wa Mungu. Sasa mtu akidai kwamba Yesu ni mwana wa Mungu alafu anasema yeye ni ahli alkitab, alafu ni Muislamu akamuoe yule, sasa itakuwa ni ipi shirki ile ilokatazwa kule na shirki hii ya kusema Yesu ni mwana wa Mungu wakati Allahu wahidun Allahu ahadun lam yalid wa lam yulad? Sasa ina maana kwamba ahlul kitab ni wanawake wasiokuwa hawa wa missionary, ni manasara ambao wana dini ya kitabu cha Taurat na Injili kama ilivyokuwa safi kabisa. Kwa hiyo Muislamu anafaa kwenda kumuoa Myahudi, anafaa kwenda kumuoa Mnasara, na vile vile katangaza zaidi ya ndoa. Mwenyezi Mungu anasema wa ta'amukum hillul lahum, na chakula chenu nyinyi Waislamu ni halali kwa wao. Wa ta'amuhum hillul lakum, na chakula chao wao ni halali kwenu. Ina maana Myahudi na Mnasara akichinja sisi tunafaa kula, na wao vile vile sisi tunafaa kula chakula walichochinja wao na sisi tunatumia. Lakini vile vile kukae kwa shuruti. Wakasema kama mtu ahlul kitab atachinja akataja jina lisilokuwa la Mwenyezi Mungu, haifai kula chakula kile. Lazim awe atachinja kwa jina la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Chakula cha watu wengine ambao sio Mayahudi au Manasara, yani ahlul kitab, Muislamu anaruhusiwa kula lakini sio cha kuchinja. Hiyo labda ni chakula kapika ambacho sio cha kuchinja, cha kumwaga damu. Na vile vile kiwe kimehakikishwa kimetokana na hali gani. Katika madhhabi ya ahli sunna ikhtilafu zipo nyingi, alhasili masala ya ikhtilafia, lakini sisi tunarudi katika qalbul mawdhu. Mwenyezi Mungu anasema wala tunkihu, na vile vile msiwaozeshe wao, msiwaoe almushrikina, wanaume waliokuwa mushrikina, hata yuuminu, mpaka watakaposilimu na kuwa waumini. Wala abidun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabak, na jitu lilokuwa mtu alikuwa mtumwa akawa sio mtu alikuwa na mali wala uzuri, nyie mkamdharau kwamba hafai kuoa au kuozeshwa, Mwenyezi Mungu anasema huyo ni bora kuliko yule kafiri au mushrik alikuwa na uwezo au ana uzuri au ana hali nzuri, mkaona nyie ndo anafaa kuozeshwa kwa sababu ya uwezo wake. Huyo hafai kwa sababu ya ushirikina wake. Ulaika yad'una
ila an-nar wallahu yad'u ila al-janna. Sasa tunauliza swali, ni wangapi miongoni mwa dada zetu waliolewa na mushrikina? Au ni wangapi miongoni mwa ndugu zetu wa Kiislamu wa kiume waliowaoa mushrikati, tena bila ya huruma? Sisi tuna jamaa zetu wengi wamehamia katika sehemu za Europe na Marekani na wapi na wapi. Sasa tuulizane, ni wangapi waliowaoa mushrikati kule ambao sio ahlul kitab kama tulivyodai? Sababu hiyo ahlul kitab yenyewe, baadhi ya ulama wanatuambia asiwe ni missionary anayesema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu wakati ya shirki. Hiyo ndio shirki yenyewe ambayo imekatazwa katika Qur'anul Karim. Na ni wangapi miongoni mwa dada zetu nao waliolewa na washirikina ambao wako katika hali ya shirki tamu? Sasa nani alokaa akafikiria kuhusu swala hili, au akashauriwa akatoa advice gani kuhusu habari hii? Tunawaacha wanaolewa au tunawaacha wanaoa mushrikina, na sisi pengine tunahudhuria katika harusi zao na tunawabarikia, na pengine harusi hizo zinafanywa katika sehemu za ibada zao bila ya ghera wala bila ya kusikitika. Hali inakuwa mbaya kila kukicha. Kwa hiyo Waislamu wanatakana kubadilisha tabia kwa wadada zao kuolewa na watu wasiokuwa na dini, na wao kuoa wanawake wasiokuwa na dini. Bwana Mtume SAW kamwambia Murthad ibn Abi Murthad, Mwenyezi Mungu kisha hukumu hapa, huyu Anaq ni mwanamke mrembo, lakini kwanza ni malaya, alafu kitu cha pili ni mushrika. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anasema la tatazawajuha, usimuoe mwanamke kama huyo, ila hizo zote anazo yeye, tafuta mke mwingine uoe, kama yeye usimuoe. Aya ya 220 imekwisha. Chini kidogo kuna aya nyingine. Mwenyezi Mungu anasema wayasalunaka anil mahid. Kamaliza kuzungumzia sheria ya nani aolewe miongoni mwa watoto wa kike na nani aoe mtoto wa kiume, kaja katika suala la damu ya haid. Damu ya haid ni damu ambayo inampata mwanamke, ni dauru ya kila mwezi ambayo anaipata mwezi mara moja au mara mbili, mara nyingine kwa muda wa siku 7 pengine, au wengine 14 na wengine labda zaidi hapo. Sasa Mayahudi na Manasara ambao wamepewa kitabu kabla yetu sisi, wao mwanamke alikuwa akipata damu ya haidh, kwanza ukikaa pamoja naye umenajisika wewe. Ukikaa katika kitanda au kiti alichokalia siku 7 utakuwa najis. Ukila chakula alichopika vile vile. Manake walikuwa kitengwa total, wanawake walikuwa wanaingia katika damu ya haidh. Hawakai nao, hawali nao, hawalali nao, hawatumii vitu walivyokuwa wanatumia. Alhasil mwanamke akipata damu ya haidh anatengwa hata katika society, yasionekane mpaka atakapotahirika. Sasa Waislamu walipoingia katika Uislamu ndani ya dini ya ambayo imetangaza Mtume Muhammad, ikawa nao vile vile wanaanza kufuata mambo kama yale. Sasa ikabidi waulize swali, kumuuliza Mtume, sisi tunafanya hivi lakini ni sawa? Kamuuliza ya Rasulullah, wake zetu wakiingia katika damu ya haidh tufanye nini? Tufanye kama wanavyofanya Mayahudi? Za Mayahudi walikuwa wakiishi na Waislamu katika mji wa Madina, Banu Qainuqa na Banu Nazir na Bani Quraiba. Sasa Waislamu wanaona wanavyoishi Mayahudi na wake zao, wanaona. Sasa Mtume akaulizwa, tufanye nini wanawake zetu wakiingia katika damu ya haidh? Tuwatenge kama wanavyotengwa na Mayahudi na Manasara? Wala Mtume alikuwa yeye hana jibu mpaka atakapoelezwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya muda mchache Jibril akashuka akamwambia Mtume, wayasalunaka anil mahid qul huwa adha, na wanakuuliza hao kuhusu damu ya haidh, waambie hiyo damu ya haidhi ni udhia. Udhia maana yake uchafu. Wala taqrabuhunna hatta yathurna, na tunawaambia kama damu ya haidh ni udhia, basi wasiwakaribie wanawake kwa kuwaingilia tu mpaka watakaposafishika.
Sasa Qur'ani ikaachana na mambo mengine yote, ikataja kitu kimoja tu, kwamba sio kula naye wala kulala naye wala kucheza naye wala kukaa naye katika nyumba. Hayo yote yanaruhusiwa kufanya, isipokuwa linalokatazwa kufanya na mwanamke huyo ni kumuingilia tu wakati anapoingia katika dauri yake ya haid. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja sasa wenye kuuliza akamwambia, ta'ala sa'altumuni 'anil haid, mmeniuliza kuhusu damu ya haid, mimi nasema if'alu kulla shay'in illa an-nikah, yani fanyeni kila kitu mnachotaka kukifanya kwa wake zenu isipokuwa tendo la ndoa peke yake, yani nikah kwa maana ya jimaa. Yani fanyeni kila kitu kilichokuwa kinafaa kukifanya kwa mke wako, kama ni kula naye, kama ni kulala naye, kama ni kula chakula alichopika, kama ni kukaa katika kiti alichokaa pamoja naye au kitanda mlicholala. Haya yote ruhusa kufanya, isipokuwa ambalo mnakatazwa kulifanya ni kumuingilia tu katika sehemu na katika wakati ambao mwanamke anapata period. Hii likaisha. Qur'ani inaongeza zaidi, qul huwa adha fa'tazilu an-nisaa fil mahid, waepukeni hao wanawake wakati wa damu ya haid. Waepukeni, sio kuwaepuka kuwahama, kuwaepuka katika ile sehemu, yani kutoitumia katika nyakati zile za siku 7 au 14 au zaidi ya hapo. Fa'tazilu an-nisaa fil mahid. Tena angalia Qur'ani ilivyokuwa na miujiza. Wayasalunaka 'anil mahid, kilma cha mahid kinakusanya maana tatu. Kinakusanya maana ya kwanza damu al-haid, maana ya pili zamanu dam, wakati wa damu ya haid, maana ya tatu hukumu ya damu ya haid. Kwa hiyo Qur'ani hapa ilikuwa iseme wayasalunaka 'anid dami wa zamanihi wa makanihi, lakini Qur'an kwa kuwa ni miujiza ikazungumza kilima kimoja tu kikakusanya maneno yote matatu. Sasa haikusema Qur'ani wanakuuliza kuhusu damu ya haid na zama za damu zinapotoka na mahali panapotoka damu ya haid, haikutamka hayo yote, ikasema kilima kimoja tu, wayasalunaka 'anil mahid, wanakuuliza kuhusu damu ya haid na wakati wa damu ya haid na mahali panapotoka damu ya haid. Qul huwa adha. Sasa majibu yake lazima nayo yawe matatu. Kama wamekuuliza kuhusu damu na wakati wake na mahala pake, lazima kuwe na jibu la damu na la zamani na la mahali panapotoka damu ya haid. Sasa zote hizi zikajibiwa katika aya moja tu. Ama kuhusu damu, qul huwa adha, kama ni hiyo damu waambie hiyo damu ni udhia, ni uchafu. Au kuhusu wakati, fa'tazilu an-nisaa fil mahid, kuhusu ule wakati wa siku 7 au 14 waepukeni, msiwe karibu nao kuhusu kitendo kile. Ama kuhusu pale mahali panapotoka ile damu, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah. Angalia manake diqqatul Qur'anil Karim, angalia balagha ya Qur'anul Karim. Jibu moja tu limezua mambo matatu na yote yamejibiwa katika aya moja. Sasa Waislamu walikuwa wakisikia Qur'ani inasomwa, manake nyoyo zao zinaburudika kabisa, manake wanaona Mwenyezi Mungu anaweza kutumia jawami'ul kalim, kilima kimoja tu hiki kimeleta maana ya damu, imeleta zama za damu, imeleta na mahala pa damu, na zote hizi zimejibiwa katika aya moja. Damu ya hedhi ni udhia Waislamu. Usijifanye una shahawa nyingi mpaka unamtaka mkeo wakati wa damu ya haid, kwa sababu unapomwingilia mkeo katika zama za damu ya haid kuna madhara aina mbili mazito mno. Na dhara la kwanza mahali ambapo unaingilia na kuna wakati kuna damu inatoka, inasababisha kuingia utasa katika mayai ya mke, na vile viungo vya kuingiliana
Kiungo cha mwanamume vile vile kinaingiliwa na jurthuma, ambayo vile vile inaweza kufika katika sehemu ambazo ni muhimu kwa mwanamume mpaka ikasababisha utasa vile vile kwa mwanamume na kwa mwanamke wakati wa damu ya haidh. Kitu cha pili vile vile inaweza kusababisha maradhi kama mfano wa gonoria wakati unapomuingilia mwanamke katika damu ya haidh, kwa sababu ni udhia, na udhia ndani yake lazima kuna vitu vinavyoudhi. Inawezekana kukawa kuna jurthuma au kuna jurthuma, manake virusi, sio virusi vya ukimwi, vidudu vichafu vinaweza kuingia katika udhu tanasuli, kiungo cha mwanamume ambacho kitaingia kirusi kile kipenetrate mpaka katika sehemu ambazo zinaweza kutoa mtoto zikadestroyiwa na kirusi kile au jurthuma ile, mpaka mwanamume akawa hazai tena na mwanamke apate tena mimba na akawa ni mgonjwa kwa sababu ya natija ya kumuingilia mkewe katika wakati wa damu ya haidh. Kwa hiyo kama kitu Mwenyezi Mungu kasema mukiache kukifanya lazima kina madhara. Mungu akikataza kitu, mtu akikifanya tutapata shida. Alipotukataza zina tukawa hatusikii, leo tunatafuta dawa kwa udi na uvumba hatuipati. Na sisi tunaona kwa nini Mungu alitukataza kusema wala taqrabu zina. Leo sisi tunawaingilia wake zetu hata wakiwa katika damu ya haidh. Kwa nini ufanye hivyo wakati Qur'ani imeshasema qul huwa adha, sema ni udhia? Tena angalia, utashangaa Qur'ani inavyoeleza hapa. Inasema wayasalunaka 'anil mahid qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Katumia neno fa'tazilun nisaa fil mahid, waepukeni wanawake wakati wa damu ya haidh. Hakusema waepukeni wake zenu, katumia neno wanawake wote kwa jumla. Anataka kuambia mpaka wale wazinifu ambao hawatosheki na wake zao wa sheria. Anataka kuambia mpaka wale wasiokuwa hawakomi kwa kuzini. Anataka kuambia hata kama siku hiyo unakwenda kuzini, basi umemwona yuko katika damu ya haidh, basi msamehe siku hiyo, iogope siha yako. Si wewe hutaki kumsikia Mungu aliyokuambia usizini, basi siku hiyo unakwenda umemwona yuko katika siku hizo, fa'tazilun nisaa, wanawake wote. Hajatoa green light ya kwamba ukazini, la, anakuambia mwanamke yoyote fa'tazilun nisaa fil mahid, waacheni, waepukeni wanawake katika damu ya haidh. Angalia mbele ya aya hizi sasa, aya 222. Anasema fa idha tataharna, watakapotahirika. Mwanzo katuambia wala taqrabuhun hatta yatuhur, msiwaingilie wanawake hao mpaka watakaposafishika. Na kusafishika kwa mwanamke ni kukoga baada ya kusafishika kukauka kwa damu ya haidh. Na damu ya haidh ni maarufu, na mara nyingine inakuja kwa rangi aina mbalimbali, na wanawake wenyewe wanafahamu. Na kuna damu nyingine sio damu za haidh ambazo zimeshatoka baada ya damu ya haidh ishatoka ikaendelea na damu nyingine, zile zina hukumu nyingine mbali. Sasa zile mtu anaweza kutumia haki yake kama kawaida, kwa sababu damu ya haidh imeshakuwa imeshapita na inajulikana ni damu gani. Kwa hiyo inawezekana ikawa ni damu ya ugonjwa au ikawa istihadha, ikawa haingii katika hukumu ya damu ya haidh. Sasa mwanamke kutahirika kwake lazima akoge baada ya kumalizika kwa damu ya haidh. Na kukoga kwenyewe ni kama vile kukoga janaba. Ahakikishe katika kila sehemu ya mwili imegusa maji. Watu tunakoga janaba lakini tunatoka na majanaba yetu. Kwa sababu mtu ataingia msalani atakoga haraka, nywele, wanawake wale wanaozipenda nywele zao, utamkuta masaa mawili yuko kwenye kioo haondoki, anazigusa huku akizipeleka huku, zile haziingii maji, kwa sababu wakati wa kukoga anakoga nusu tu kuanzia shingo mpaka huku. Nywele hazigusi kwa sababu zikiingia maji mara kwa mara zinaharibika. Sasa analala kutwa na mumewe, kesho anakoga nusu, kisha anakwenda kusali hivyo hivyo, eti anasali. Wakati unaambiwa janaba, hata kukibakia sehemu kama mfano wa kucha katika mwili,
basi halijatimia bado na majanaba ya chafu. Paka usafishe kila mahali, uhakikishe mahala palipokuwa maji yanaingia basi yaingie janaba inakuwa. Mpaka katika sehemu ambazo mwili umekunjana uhakikishe unafungua maji yapate kuingia. Labda kitovu chake mtu ahakikishe maji yanaingia, katika masikio huku maji yanaingia, nywele yote imiminiwe maji yawe yameingia katika mwili mzima. Janaba inakwisha, au damu ya au ni tahara ya haidh inapatikana. Kama hakuna maji, mwanamke vile vile anatumia mchanga, na mchanga ule ni kufanya tayammum kama tayammum ya sala. Yani mwanamke amekosa maji, atapiga darba moja, atafukusa uso wake, na darba ya pili atafukusa mikono yake, au kwa darba moja uso na mikono, kama katika riwaya mbili. Kwa hiyo itakuwa kakosa maji lakini mchanga kapata. Kwa hiyo huu mchanga unatosheleza kwamba yeye keshatahirika kutokamana na tahara au hadathi ya haid. Sio kuchukua mchanga kukoga. Watu wengine kwa wakati wa Mtume SAW, bwana mmoja alikuwa na janaba. Sasa akasikia kwamba kama hakuna maji unatumia mchanga, basi akaenda katika mchanga kama vile akagaragara katika mchanga kama ngamia vile. Anajipeleka huko. Kaambia sio hivyo bwana, piga tu hivi baada umalize. Muislamu hakoge. Sasa unakoga mchanga vipi? Maji ndio ya kukoga, lakini mchanga unapiga darbatun fil wajh wa darbatun fi yadayn. Darba moja hapa na nyingine katika mikono. Kwa hiyo fa idha tatahharna, sasa wakijitairisha wamekuwa safi, fa'tuhunna min haythu amarakumullah, sasa waingilieni wake zenu min haythu, kwa namna ambayo amarakumullah, Mwenyezi Mungu amekuamrisheni. Amekuamrisheni vipi Mwenyezi Mungu? Mbele nazungumza, nisaukum harthul lakum, aya hizo wake zenu ni konde zenu. Fatu harthakum annashitum, ziendeni konde zenu vyovyote mtakavyopenda. Annashitum maanake kaifa shitum, kwa hali yoyote mtakayopenda, yani kwa staili yoyote ya kufanya mapenzi mnayoipenda nyie, kwa lugha ya sasa hivi. Ndio nini? Nisaukum. Sasa angalia kilima cha mwanzo, wayasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahid. Alafu angalia kilima cha pili, nisaukum harthul lakum. Kule haikwambia fa'tazilu nisaakum, na huku hakwambia nisaun harthul lakum. Ukisimama katika aya za Qur'an lazima uanze kusimama kwa dikka, uangalie mbona kule Mwenyezi Mungu amesema nisaukum harthul lakum, kawataja wanawake lakini kaongeza wanawake wenu. Na kule alipozungumza masala ya haid kasema tu fa'tazilu nisaa, waacheni wanawake, hakutumia wanawake wenu. Ndio yale tulikuwa tunayazungumza kwamba japo mtu anafanya machafu ya zina, lakini kamkuta mtu yuko katika hali ile, basi anaambiwa kana kwamba anaambiwa ayuha zani illam takhsha Allah, kama hujamuogopa Mungu, fakhaf ala sihatik, basi iogope siha yako mwenyewe. Si Mungu kutaka kumuogopa alipokuambia usizini, wewe unazini, hukumuogopa, basi siha yako iogope, usimuingilie mwanamke akiwa katika hedhi. Ndio maana akasema fa'tazilu nisaa, na huku kasema nisaukum, wake zenu, kwa maana kwamba kama si wake zenu msiwaingilie. Ndio kasema nisaukum harthul lakum, wake zenu ni shamba zenu. Sio kila mwanamke ni shamba lako kama ilivyokuwa kule mwache kila mwanamke. Hapa wake zenu tu. Alama hii imewekwa ili mtu apate kuona vipi Mwenyezi Mungu anavyochunga haramu isiwe ni yenye kutumika katika ulimwengu. Nisaukum, wake zenu, harthul lakum, ni shamba zenu, fa'atu harthakum, nendeni shambani kwenu mkalime, annashitum, vyovyote mtakavyotaka kulima. Sasa hivyo vyote ndio wengine wanafasiri kwamba Mungu kasema vyovyote, kasema mwanamke ni shamba. Kwa hiyo kama ni shamba, mtu anaweza kulima shamba lake vyovyote anavyotaka. Hivyo vyote sio kokote, vyovyote.
ina maana nyingine, na kuingilia kokote ina maana nyingine. Sasa kumezuka mtindo wa wanaume kuwaingilia wanawake kinyume na maumbile. Hili ni zito mno, bali ni jambo ambalo tunataka kuwatanabaisha watu kwamba miongoni mwa matendo machafu mno ni kumwingilia mkewe mwanamume kinyume na maumbile. Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaleta sura kamil au kaleta aya kamil, kaleta kisa kamil kwa nabii anaitwa Nabiyullah Lut, akizungumza vitendo vichafu walivyokuwa wakifanyana kaumi Lut, watu wa Lut wakifanyana wao kwa wao vitendo hivi, kutuonesha sisi mfano kwamba hawa walikuwa hivi. Sasa nyinyi mnatakikana kuepuka haya. Walikuwa wakisimama katika markiti kwa dauri, mwanamume nyuma yake yuko mwanamume, na yule mwanamume anamfanya machafu mwanamume mwenzake, na yule anayefanywa machafu na yeye anamfanya mwenzake machafu, na hivyo hivyo wameweka silsil chain ya dauri ya duara, wanafanyana machafu. Huyu anamuingilia huyu anamuingilia huyu, na huyu anamuingilia mwingine, na huyu na mpaka kila mmoja anakuwa anamuingilia mwenzake, tena ayana mbele ya watu. Tena marikiti katika nawadi walikuwa kuna club, yani kama vile maskan wamejenga hapo, wanafanya machafu kutwa, kisha wanaondoka wanakwenda kusherehekea. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoteremshiwa aya hizi, kaelezwa mwisho wa watu hawa alipokuwa Mtume Lut kenda kutembelewa na Jibril na Mikail. Walipita kwa Sayyidina Ibrahim akawapokea vizuri, akawauliza mnakwenda wapi? Kaambia kaumi Lut wamezidi, tunakwenda kuwagharikisha. Jamani, kule kuna Lut hafanyi machafu, yeye amekwisha kuwaomba kaumi zake waache, lakini hawa ambia sisi tunajua kwamba Lut yupo, lakini sisi tunakwenda kumuokoa yeye na watu wake, walikuwa wanafanya machafu, tutawamaliza. Basi wameingia katika mtaa ule, kuingia tu mkewe Nabii Lut kisha waona, akaenda kapeleka habari kwa jamaa wanaofanya machafu wale, akawaambia nyumbani kwa Lut leo wapo vijana, ma raaitu ahsana minhum wujuh, sijaona nyuso nzuri kama za vijana hao. Haya, twendeni jamani tukawachukue tufanye nao machafu. Watu wote waliposikia watoto wazuri wamekuja nyumbani kwa Lut, wakaacha shughuli zao, wakaingia nyumbani kwa Lut kwa vishindo kutaka kuwachukua kufanya nao machafu. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaamrisha Jibril, akapiga ubao wake ule, wakapofuka macho yote, wakawa hawaoni. Mwisho wakateremshiwa mvua ya mawe yalikuwa yana alama, yana majina ya yale ya watu ambao wanafanya machafu, wote wakauawa kwa sababu ya vitendo vyao vichafu. Sasa sisi tunakanywa. Mtume anasema mtu yoyote atakayeonekana anafanya kazi ya kaumi Lut, yani mwanamume anamfanya mwanamume mwenzake, basi faqtulu alfa'ila walmaf'ula bi, au wawe mfanyaji na mfanywaji, kwa sababu ni tabia chafu mno. Tena bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema la yanzuru Allah yawm alqiyama, Mwenyezi Mungu hatomtizama kwa jicho la rahma siku ya kiyama, rajulan, mwanamume, ata rajulan, ambaye amemwingilia mwanamume mwenzake, au imra'atan, au akamwingilia mwanamke, min duburiha, kupitia katika sehemu yake ya nyuma. Mwenyezi Mungu hamtizami kwa macho ya rehema, ina maana ana hasira zake zote siku ya kiyama kwa watu kama hawa. Leo wewe mke mzuri kwako wewe ni yule anayekuridhia tu, ukimwambia geuka huku anakwambia ndiyo bwana, geuka huku, huyo unamwona ndo mke mzuri. Kama atakukatalia talaka kwenu. Ujui wewe kwamba Mtume anasema wanaume wenu ndo pepo zenu? Ndo pepo, lakini sio kwa mambo haya. Pepo kwa mambo ya kheri. Mtume anasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, hakuna kumtii kiumbe kwa sababu ya kumaasi muumba. Na mwanamke yoyote ana haki ya kumwambia mume wake la wa alfu la, kama atamtaka kinyume na maumbile.
na Mwenyezi Mungu atamiliki riziki yake fi dunia wal akhirah, na ana haki kabisa ya kukataa kata kwa sababu ya matendo machafu ambayo wanaume wanawalazimisha wanawake. Na kuna wanawake wengine wao wenyewe wanawaomba wanaume au waume zao kuwafanya vile, na hao sijui wamepata matatizo gani, sijui wana msiba gani. Inakuwa mtu anajitumia vyovyote vile atakavyotumika, anatumika tu. Kwa kweli ni matatizo ambayo Qur'ani imetuonesha tuyaepuke. Ndio maana kataja aya hizi Mwenyezi Mungu akasema nisaukum harthul lakum, wake zenu ni mashamba yenu. Lakini hayo mashamba fatu harthakum anna shi'tum, yaendeeni vyovyote mtakavyotaka. Yani kaifa shi'tum, kaifia, kwa ile aina yoyote ya kufanya mapenzi. Akiwa na maana, ikiwa mtu kalala anaruhusiwa kufanya mapenzi na mkewe, ikiwa mtu kasimama anaruhusiwa kufanya mapenzi na mkewe, ikiwa mtu kalala ile rare approach anaruhusiwa kufanya mapenzi na mkewe, ikiwa hata kama unaweza kukaa juu ya hewa ukafanya mapenzi na mkewe unaruhusiwa, lakini iwe katika sehemu ambayo Mungu karuhusu, isiwe kinyume na pale. Sasa kwa nini? Kwa sababu ni shamba lile. Sasa niambie, shamba asingefananishwa mwanamke na shamba, isipokuwa shamba linatiwa mbegu alafu linachipua linaleta mazao. Sasa mwanamke naye anatiwa mbegu ambayo ni manii yanaingia, anatoa mtoto. Sasa nani alizaa mtoto kupitia sehemu ya nyuma? Nani alikwenda hospitali akasikia mwanamke kazaa mtoto katoka kwa huko? Nani? Lakini hii ni wazi kwamba Mwenyezi Mungu anataka kukuonesha wewe ambaye, manake wengine wanapatiliza. Shehe bwana kasema mashamba yetu bwana, mashamba yenu. Lakini mashamba haya wapi yanatoka ile natija? Watoto wanatoka katika sehemu gani? Ndo wala taqrabuhunna, ndo fa'atu harthakum annashitum wa qaddimu li anfusikum, na kadimisheni wema kwa ajili ya nafsi zenu. Wattaqullah, na mumche Mwenyezi Mungu. Ogopeni. Tuogope kuanzia wapi? Kuanzia katika masala ya hayo. Ogopa kuvunja sheria kwa muingilia mwanamke katika damu ya haid. Ogopa kuvunja sheria ukawa ni mwenye kumuingilia mwanamke kwa nyuma. Ogopa kuvunja sheria ikawa ni mwenye kuzini. Ogopa kuvunja sheria kumuozesha binti yako kafiri au mushrik, au kuoa wewe mtoto wa Kiislamu mushrika au kafira. Hizi zote Mwenyezi Mungu mwisho kamaliza katika aya zake, wattaqullah, muogopeni Mwenyezi Mungu, waalamu, najueni annakum mulaqu, kwamba nyinyi mtakwenda kuonana naye Mwenyezi Mungu akulipeni yale yote mlioyafanya. Siku hiyo utaitwa, mbona ulimuoa huyu wakati huyu ni kafiri? Mbona ulimuozesha huyu binti yako wakati huyu hafai? Kwa sababu nyinyi ni watu ahlul millatain, mila ambazo hizi za kufuru na hizi za Islam haifai kabisa kuozeshana. Kwa nini umeyafanya haya yote? Tutakwenda kumjibu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullah wa'lamu annakum mulaqu wabashiril mu'minin, na wabashirieni wema na pepo wale wenye kufuata haya yote, kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Wewe ndugu wa Islam, mtu yoyote ambaye atakwenda kinyume na maumbile nyumbani kwake, ajue kwamba kafanya dhambi kubwa mno, ambalo siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu hatomtizama kwa macho ya rehma, wala hatakuwa raha na yeye. Na wapo wengi ambao hatutizama kwa macho ya rehma, sio huyu tu. Mwenyezi Mungu kuna watu ambao special ataweka katika kivuli, watu 7. Na kuna kivuli kingine, na kuna watu 7 wengine wametajwa katika hadithi ambayo haikufika katika martaba as-sihha, lakini katika babu targhib na tarhibi tunaitaja hadithi hii. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inazungumzwa kwamba watu aina 7 hatuangaliwa na Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, wala hawatu watakasa, na atawachukua atawaingiza motoni pamoja na watu waliostahili kuingia motoni. Watu hao ni watu gani? Wametajwa watu 7. Miongoni mwa watu hao ni mtu ambaye anazini na jirani yake, tena mwenye kumuudhi jirani yake mpaka akamlani.
Kuna majirani wengine wao kazi yao kuwaudhi majirani zao tu, sio tu walofanya kaumi Lut ndio atakasirikiwa. Kuna wengine wa ziada, mtu jirani yake yuko hapa lakini halali usiku, kila akiingia yeye music kutwa, tena maspika yale yanavumisha nyumba mpaka inatetemeka. Aambie bwana yeye kidogo, lakini kwa kuwa sisi tunapenda kheri, mtu akiwa na system ya music hatosheki yeye mpaka mji mzima au sikilizishe apate thawabu nyingi. Kwa hiyo yeye analaaniwa na majirani, lakini yeye anasema apotelea mbali. Huyu mwenye kuwaudhi majirani zake mpaka wakamlani, vile vile hatutizama kwa jicho la huruma siku ya Kiyama. Na kaitaja Ibn Kathir hadithi hii katika kitabu chake alipozitafsiri zile aya walladhina hum li furujihim hafidhun, akasema wanakihu yada, na mwenye kuoa mkono wake vile vile hatutizama kwa jicho la rehema siku ya Kiyama. Mwenye kuoa mkono ni wale watu wanaotumia mkono kwa ajili ya kujitoa mani, hao pia hawatazamwa vizuri siku ya Kiyama. Watu wanafanya mkono ndio mke wake. Umekosa mke wewe mpaka mkono ndio unakustarehesha, unafanya kila kitu. Hili ni tatizo ambalo vijana wamedumu ndani yake. Vile vile watu aina mbalimbali akiwemo malikun kadhab, kiongozi yoyote atakayekuwa muongo kwa anaowaongoza hatuangaliwa na Mwenyezi Mungu kwa jicho la rehema siku ya Kiyama. Wa mudminul khamr, na mtu mwenye kulewa mpaka amekuwa mzoefu katika ulevi atutizama na Mwenyezi Mungu kwa jicho la rehema siku ya Kiyama. Wa shaykhun zani, na mtu mzima mzinifu. Mtu mzima yeye anakwenda kwa mti, lakini akimwona mwanamke anapita hamwachi. Mudminul khamr, shaykhun zani, malikun kadhab. Hawa wote ni watu ambao wajirekebishe tabia kabla hawajaenda kuonana na Mola wao azza wa jalla. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hasa vijana wa siku hizi ambao wanajaribu kila kitu wanataka kukifanya, hawatosheki na mapenzi ya halali kwa wake zao mpaka wabadilishe na mapenzi mengine ya kiajabu ajabu. Hawa tunawakanya wao kwanza, na wanawake vile vile, na auliaul umur, kina baba wenye kuwaozesha mabinti vile vile tunawakanya kwamba mapenzi ya kumuingilia mwanamke kinyume na maumbile yana madhara. Itafika wakati, manake binadamu katengezwa na Mwenyezi Mungu karuhusu sehemu hii ya nyuma iwe inatoka baadhi ya vitu, sio vitu vingine kuingia, ni vitu vitolewe vilivyokuwa viko ndani ya tumbo kwa ajili ya wanadamu kupata afueni. Wewe unaanza kupeleka vitu vingine kule, nani kakuambia habari hizo? Ruhusa ni ya kutoka tu. Sasa ukishapeleka vitu vingine kule, unaharibu system na ile manake tabia ya mwanadamu. Itafika wakati mtu anaweza kukaa haja zinamtoka hana habari, kwa sababu kila kitu manake nati zote zimeregea. Hakuna manake umathubuti wa mtu kuwa kama mtu wa kawaida. Kwa vijana wa Kiislamu, hizi ni adatun sayyi'a ambazo watu wanapaswa kuziepuka, na wanawake wanapaswa kuziepuka, na auliaul umur wanapaswa kuziepuka, wawe wanawake wawe wanaume. Tujue kwamba khairal hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubora wa uongofu na sira na amri na sheria ni ile sheria aliyoitangaza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mengine yote tukiyafanya tunakwenda kinyume kabisa, na tutakuwa watu waovu hapa ulimwenguni na kesho akhera. Alitaka nimpe faida fulani.